hizi ni ofisi ndogo za Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU. Makao makuu yetu yako Dodoma, na hii sio habari kwamba ndio habari ya leo. Kuna habari rasmi ya leo, lakini ni vizuri pia mkafahamu kwamba mpaka itakapofika tarehe 30 Julai tutakuwa tumekwisha hama kabisa katika ofisi za Magogoni. Kwa hiyo itakuwa ofisi ndogo zaidi, na makao makuu ya Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU, utakuta jengo letu liko mtaa wa Kisasa pale Dodoma, opposite na shule ya Martin Luther. Kwa hiyo kwa wale ambao mtakuwa mnaenda Dodoma, utakuta kuna jengo upande wa kulia kubwa, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU. Kwa hiyo tutakuwa tunapatikana hapo, na sasa hivi mtendaji mkuu na baadhi ya wafanyakazi tayari tuko pale. Kwa hiyo tumehama katika jengo ambalo tulikuwa la Suma JKT, tumeshahama na tuko kwenye jengo letu katika mtaa wa Kisasa pale Dodoma. Sasa hiyo sio habari ya leo, lakini ni vizuri mkafahamu. Mnaweza mkapita kule Dodoma mkaja Suma JKT, mtakuta pale hatupo. Karibuni sana. Nadhani Jacob aliwahi kufika pale. Basi sasa hivi mtaa wa Kisasa, kama unaelekea Ilazo pale utakuona tuko pale. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana. Kama nilivyosema, katika ofisi ndogo za Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU jijini Dar es Salaam. Jina langu kama nilivyotambulishwa, naitwa Profesa Charles Kihampa, katibu mtendaji wa Tume ya Vyuo Vikuu. Kama ilivyo ada, kipindi kama hiki mnakikumbuka, mwezi Julai, na hasa baada ya matokeo ya kidato cha 6 kuwa yametangazwa, tunafungua dirisha la udahili. Kwa hiyo kwa mwaka huu sasa tunafungua dirisha la udahili rasmi kwa shahada ya kwanza katika taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania kwa mwaka wa masomo 26-27. Kwa hiyo tunatarajia mwaka wa masomo 26-27 utaanza mwezi Oktoba. Tunahitaji kuwa na wanafunzi wapya wa shahada ya kwanza, na dirisha hili la awamu ya kwanza limefunguliwa rasmi leo tarehe 10 mwezi wa 7 2026, na dirisha la kwanza litakamilika tarehe 10 mwezi wa 8 2026, kwa maana ya kutuma maombi. Kwa wale ambao wanataka kujiunga na shahada ya kwanza, wataanza kutuma maombi yao kuanzia leo mpaka tarehe 10 mwezi wa 8 2026 kwa awamu ya kwanza. Na sifa ambazo wale wanaotuma maombi wanatakiwa kuwa nazo, tuna makundi matatu. Tuna wale wenye sifa za kidato cha 6. Wenye sifa za kidato cha 6 ni kundi la kwanza. Kundi la pili, wenye sifa stahiki za stashahada kwa maana ya diploma au sifa nyingine linganifu, na kundi la tatu ni wenye sifa stahiki za cheti cha awali cha kinachotolewa na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Foundation Certificate ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kwa hiyo hayo ndio makundi matatu. Tunategemea waombaji wa shahada ya kwanza kwa taasisi za elimu ya juu watakuwa katika makundi hayo matatu niliyoyataja. Na ili waombaji kuweza kuzitambua program za masomo ambazo zimeruhusiwa au zimepata idhini ya kuchukua wanafunzi kwa mwaka wa kwanza katika taasisi za elimu ya juu kwa mwaka 2026-27, wanashauriwa waingie katika tovuti ya Tume ya Vyuo Vikuu. Watakuta vitabu vya mwongozo vinajulikana kama admission guidebooks. Kitabu cha mwongozo cha kwanza ni wale wenye sifa stahiki za kidato cha 6, lakini kitabu cha pili ni wale wenye sifa za stashahada na sifa za cheti kinachotolewa na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Na wakishaziona zile program, wanatakiwa sasa kupata sifa mahususi na vigezo vingine, na wanatakiwa kuingia kwenye tovuti za vyuo ambavyo wataviona pale, kile chuo ambacho anayetaka kujiunga anakipenda na shahada ambayo anaipenda. Sasa utaratibu huo sasa wa kutuma maombi yanatumwa moja kwa moja kwenye vyuo husika. Kwa kama nilivyosema, anaingia kwenye tovuti ya chuo husika, ataona maelekezo mahususi
namna ya kutuma maombi katika hicho chuo. Kwa hiyo atafuata maelekezo mahususi, atatuma maombi yake kwenye chuo husika moja kwa moja, na maelekezo yote mahususi yanapatikana kwenye chuo husika, na vyuo vyote vimeendelea kusisitizwa. Tumekuwa na washa za pamoja, tumezungumza waendelee kuimarisha yale madawati. Kwa hiyo kuna madawati ambayo yanahusika na udahili. Kwa hiyo muombaji pale anapopata changamoto yoyote awasiliane moja kwa moja na chuo husika ili kuweza kupata kuelekezwa ni namna gani ya kufanya. Ikitokea kwamba kuna jambo ambalo haliwezekani chuo, muombaji anaweza kuwasiliana na sisi Tume ya Vyuo Vikuu. Sasa masuala muhimu ya kuzingatia wakati wa kutuma maombi ni kwa waombaji hawa kuweza kusoma miongozo. Kwa hiyo anaingia kwenye tafuta ya chuo husika, kabla hajaanza kutuma maombi yake asome vigezo, asome miongozo iliyotolewa pale ili kuweza kuelewa, na ataona hata namna ya kuwasiliana na chuo husika pale anapopata changamoto. Kwa hiyo nisisitize pia, maombi ya udahili haya yanatumwa moja kwa moja. Tunao waombaji waliomaliza aidha kidato cha sita, lakini kidato hiki au wamemaliza masomo kabla ya kujiunga na chuo kikuu, lakini sio katika shule za ndani ya nchi. Yaani amesoma kama ni sekondari, ni zile sekondari za nje. Sasa waombaji hawa wa Tanzania wanashauriwa kabla ya kutuma maombi wawasilishe zile nyaraka zao Baraza la Mitihani la Tanzania, yani NECTA, ili vile vyeti vyao viweze kufanyiwa ulinganifu na waweze kupata namba maalum ambazo watazitumia katika kutuma maombi. Lakini waombaji ambao wana sifa linganifu kwa maana ya diploma ambao hawakusoma katika vyuo vya ndani ya nchi, hawa wanashauriwa watume nyaraka zao katika Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET. Kwa hiyo kule wakituma watapata ulinganifu na watapewa namba maalum ambayo inajulikana kama AVN, ambao ndio wataitumia sasa wakati wanapotuma maombi yao. Sasa tunaongea kwa lugha ya taifa, lakini ninaamini nyinyi ndugu waandishi wa habari mna namna mbalimbali za kuwasilisha hata kwa watu waliokuwa nje. Kwa wale ambao sio wa Tanzania na hawakusoma katika mfumo wa Tanzania, hawa wanatuma maombi yao moja kwa moja. Wanatakiwa kutuma moja kwa moja kwenye vyuo husika. Vyuo vyenyewe vinajua namna ya kufanya ulinganifu. Kwa hiyo waombaji ambao sio wa Tanzania, wao wanatuma moja kwa moja maombi yao ya udahili kwenye vyuo husika. Ulinganifu utafanywa na vyuo katika taratibu ambazo zimewekwa. Mwisho, niendelee kuwashukuru ndugu waandishi wa habari, lakini niwahimize wananchi wote, niwahimize wale wote ambao wanataka kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo vya elimu ya juu nchini Tanzania kwamba maombi haya yanatumwa moja kwa moja, na vyuo vya ndani ya nchi havina mawakala wa kusema kwamba utatuma maombi kupitia wakala fulani. Unatuma moja kwa moja kupitia katika utaratibu uliowekwa baada ya kuingia kwenye tovuti ya chuo husika, na maombi haya yanatumwa kielektroniki, na kwa hiyo hayatumwi kwa kutumia hard copies, yanatumwa kielektroniki na kila kitu kinachakatwa kielektroniki. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari, niwashukuru sana tena kwa kuja, na niendelee kuwaomba nyinyi, mmekuwa wadau wetu wakubwa hasa katika kipindi kama hiki, na tutakuwa tunawaomba tuje kuendelea kupeana habari jinsi maendeleo ya taratibu za udahili yatakavyokuwa yanaendelea. Tutakapomaliza awamu ya kwanza tutazungumza ili kuendelea kuhabarisha umma ni namna gani sasa awamu ya kwanza ilikwenda, na tutakapokuwa tunafungua dirisha la pili, na tuendelee kushirikiana mpaka pale tutakapo maliza udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27. Asanteni sana kwa kunisikiliza.